الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين الكريم نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، ndugu katika imani, tunashukuru Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu mtukufu ambaye ametujalia sisi Waislamu, ametubakisha tuko hai tukiwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tumo katika sehemu muhimu sana, kwenye eneo bora na kwenye zama tukufu Mungu. Tusisahau kuhusu Ramadhani, tusisahau kuhusu siyam, tusisahau kuhusu qiyam, tusijisahau ndani ya kipindi hiki. Tuweke mengi mazuri, tusiboteke, tusichelewe, tusijiweke nyuma kwenye kuyafanya mazuri kwa njia zote. Kwa hakika utakuja kujifaharisha wewe biidhnillah siku ya Kiyama kwa kile ambacho ulikiweka ndani ya mwezi wa Ramadhani, na ujeuwe na niweza kulifanya matendo kutoka wewe katika wale wanaokuja kusema muqra'u kitabi inni dhanantu anni mulaqin hisabi. Jamani, njoni muangalie kitabu changu. Kitabu kina nini? Kitabu kimeandikwa matendo mema mengi, yanamridhisha aliyepewa hicho kitabu. Kwa nini amridhishe? Ameyafanya mwenyewe, aburudika nayo, anajinata iqra'u kitabi. Maana yake nini? Maana yake nini? Kwamba someni kitabu changu. Maana yake shufu, undu salawati, undu sadaqati, ndicho kilichoandikwa mule. Tazameni, someni kitabu, muangalie sadaka zangu hizi. Someni kitabu, muangalie swala zangu, safara za sunna. Someni kitabu, muangalie qiraati, somaji wangu wa Qur'ani. Undu shufu, uqra'u, angalieni qiyam yangu hii. Tazameni dua zangu hizi. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiya, mimi nilifanya kwa jitihada, nilikuwa na hakika hii hisabu nitapewa. Tusahau, tusiboteke, tusiwe nyuma kwenye kuweka ndani ya hii Ramadhani kila zuri. Ndugu, kwa hakika mfungaji anatakiwa awe na adabu khasa. Kuna nidhamu ambazo anatakiwa azichunge sana, ili funga yake iwe ni ribh, iwe ni faida, na ili funga iwe ni funzo zuri kwake, na ili funga iwe ni kishungizo cha kumshungiza kufikia katika takwa. Katika adabu ambazo anatakiwa awe nazo mfungaji, ayakhtara min alkalami atyabahu wa ahsanahu, achague katika mazungumzo, asiseme lolote, atafute katika mazungumzo yale mazuri ndio yatoke katika kinywa chake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam anasemaje kuhusu mfungaji? Fa idha kana yawmu sawmi ahadikum, ikishafikia siku mmoja wenu, siku hiyo ndio kafunga, fala yarfah wala yaskhab, asirogokwe, asiporoje, na wala asipige makelele, asifanye fujo. Manake ayakhtara min al-kalam, awe na maneno ya kuchagua. Na bahati nzuri kwamba wewe katika hayo maneno ukiambiwa usirogokwe, usiporoje, manake huwa unazungumza na wenzako. Vile ukizungumza na wenzako, manake maneno uchagua. Unakuta bahati nzuri hili ni funzo limetulia katika Qur'an. wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Muhammad, mwambie waja wangu wayaseme yale yaliyo mazuri katika nini? Katika maneno, wasiyaseme yasiyo mazuri katika maneno. Wewe ukisema maneno maovu, machafu, wewe ni mhusika wa machafu, utakuwa mchafu. Wewe ukisema maneno mazuri, machafu yawacha, wewe ni mhusika wa mazuri, utakuwa mzuri. Nzuri ni wewe. Allah subhanahu wa ta'ala pia akasema, waqulu linnasi husna, nyinyi mkisema na watu semeni kwa maneno mazuri.
Kwa hiyo mfungaji, je, fala yaskhab wala yarfath wala yaskhab, asiporoje wala asifanye fujo. Maana yake ayakhtara min alkalami atyabahu wa ahsana, achague maneno mazuri na safi ndiyo aseme. Mfungaji huyu panatarajiwa hii somo kwake iwe na athari nzuri na apate manufaa ya siyamu yake. Pia katika adabu saim, nidhamu za mfungaji, an yatahalla bilhilmi wal ana, ajipambe yeye mwenyewe, awe ana upole na utaratibu katika mambo, wal afwi, na kusamehe, wasafhi, na kuachilia bali lilofanywa, afanye kama vile amesahau, si kama hajafanywa lolote, ajipambe na hivyo. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu anasema kuhusu mfungaji, sahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wadaa anka adhan jar, acha kumkera jirani, acha kumkera mtu wako aliye karibu yako, jirani yako huyo, iwe duka, iwe nyumba, iwe kikao, iwe safari, aliye karibu yako simkene. Wadaa anka adhan jar waliyakuna ma'aka sakinatun wa waqar, na wewe siku umefunga iwe una utulivu, una utaratibu, ndicho kitu kicho kwako. Yote haya anasema la yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa, isiwe siku uliyofunga na siku hujafunga siku sawa, kuwe na utofauti. Naam, siku hujafunga sio kwamba ukene, uudhi, usumbue, hapana, lakini kuwe kuna utofauti. Hujafunga uwe mwema, lakini ukifunga ule wema uwe unadhihiri, ile saumu iwe inaathiri kwa mwingine kiasi ambacho hajui athari kuna kitu gani. Kumbe wewe umechanganywa, ile ibada ile namna ilivyokuchanganya hivi, ilivyokuvaa ulivyo nayo, ile inatoa athari mpaka lingani. Unaliona ile feli namna lina athari ya wewe unapata kupitia athari ya feli kijibaridi fulani, lakini kwa sababu maalum ile feli likiwa limeingizwa eneo maalum, limewashwa, likiwa halijawashwa wala kupata upepo. Sasa wewe ikiwa hujafunga na ikiwa umefunga, kwa kuna tofauti. Ikiwa umefunga, aliye karibu anakuswa na kitu fulani hivi, kuna jambo fulani analipata nini, kumbe kuna kitu kwako. Saum ina athari maalum. La yakun yawmu sawmika wa yawmu fitrika sawa. Hizi ni katika nidhamu, ayatahalla bilhilmi wal anati wal afwi wasafh, ajipambe na hizi sifa za upole na ukarimu na utaratibu na kusamehe na kuachilia mbali kile ambacho mfungaji kafanyiwa katika mabaya na maovu. Pia ayakuna rafiqa, mfungaji awe ni mtu mwenye ukarimu na utaratibu, upole wa ndani sana. Na hili ahlul ilmi wanalitaja kwa ujumla wa dalili. Kivipi? Kwamba Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna Allaha yuhibbu rifqa fil amri kulli, kwa hakika Allah anaupenda urafiki wa ukaribu, urafiki wa upole, urafiki wa ukarimu, arifku. Anapenda kwenye mambo yote, kila unachokifanya uwe na urafiki nacho. Tukifanya katika hali ya huruma na upole na utaratibu, una urafiki nacho. Fil amri kul, basi na ile siyamu nayo wewe kuna rifku, kuna urafiki na ile funga ulionayo. Bali imekuja katika hadithi nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema arifku la yakunu fi shay'in illa zana, urafiki, huruma, upole haupatikani kwenye chochote ukiwa huo kwenye hicho kitu, zana huo upole na urafiki utakipapa hicho kitu, kitakuwa kizuri.
wala yunzau an shay'in illa shanahu, wala hauondolewi, hauondoshi kwenye chochote isipokuwa kitaharibika. Wewe uking'oa kwako afifu, kutakuwa na shari, fasad. Ukiweka wewe afifu, urafiki, upole, ukarimu, utaratibu, uzuri, utakuwa na zaidi kujipamba na kusafika. Na Allah anapenda yuhibbu rifqa, anapenda urafiki na utaratibu na kwenye kila kitu. Mfungaji atakiwa ajipambe na sifa hii. Pia katika vitu ambavyo mfungaji anatakiwa awe navyo, ayakuna ala ikhlasi tam, awe katika ikhlasi iliyotimia katika funga yake, warajaa, na pia awe na matarajio li siyamihi wa a'malihi, kwa ile funga yake anayoifunga, awe ile aitegemea, ana matarajio nayo. So amefunga, asitafunga tu mimi sini, lakini yeye akifanya mapa sitafunga tu, hatutakiwi tu. Funga ambayo alitaraji muda, jamani, sio mdogo, kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka kuzama jua, mtu hani halafu akose malipo ya funga hii tabu yote hii. Hapana, mfungaji awe na ikhlas na awe na rajaa, awe na matarajio, awe na ikhlas na amali yake, na awe na matarajio ya malipo kwenye ile amali. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, man sama, atakayefunga tena Ramadhani, ile funga ya Ramadhani, funga yake iweje? Atakayefunga afunge vipi? Imanan, kwa ikhlas. Sifunge tu msibi sawa, kwa ikhlasi. Halafu wahtisaban, afunge kwa nini? Kwa matarajio. As-saim yukhlis wa yarju, mfungaji atakiwa awe na ikhlasi na awe na matarajio ya funga yake. Ikhlasi ni nini? Ikhlasi ni ule moyo, injidhabu alqalbi ila Allah subhanahu, ule moyo unavutika kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hebu angalia, unapomfanyia mtoto wako kitu, kwa mfano unamnunulia nguo ya sikukuu, kwani nafsi yako sasa inakuwaje? Nafsi yako hasa kwenye lile yavutika hasa kwamba wamfanyia mtoto wako, ule moyo hasa wavutika hasa kwa mwanao. Sasa hii amali ifanye ule moyo hasa umevutika kwa Allah, kama ambavyo unavutika kwa wengine, basi kwa Allah iwe zaidi, kwamba uvutike hasa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndicho alichotarajiwa mfungaji funga ya Ramadhani. Masama Ramadhana, anayefunga katika mwezi wa Ramadhani afunge imanan, kwa ikhlasi, wahtisaban, na kwa kutaraji kwamba yeye kwenye hiyo saumu yake kuna ujira kwa akhera. Ujira upi? Ihtisabu hii ipi? Ihtisabu hii nini aliyosema Allah subhanahu wa ta'ala, as-siyamu li wa ana ajzi bi. Dhamana ya kufunga ikifungwa huwa kuna ikhlasi kwa ajili yangu. As-siyamu li, funga ikifungwa huwa kuna ikhlasi nafanywa mimi. Sasa wa ana ajzi, mimi natangaza malipo, sisemi ujira gani, lakini nasema tunalipa. Sasa wewe unafunga uwe na rajaa ya hicho atakisema Allah, ajzi bi, mimi nalipa. Ukiwa na hicho, kuna kitu cha kabla ya kukulipa utapata. Hichi ni kitu cha ziada. Kipi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, samehewa madhambi. Hii tuseme madhambi ni takhfif, wewe ni kupata uwepesi. Siyam inaupa mwili uwepesi na ule mwili wenyewe, lakini pia na kwa uwepesi ule mizigo ya madhambi. Kwa hiyo unakoa sasa, unakuwa ni rahisi zaidi kukimbilia katika taati. Ule mwili wenyewe na ile nafsi haichoki, ile nafsi iko yanisikia raha, kwa sababu mfungaji amefunga kwenye viwango vinavyotakiwa. Pia
anayefunga katika nidhamu ambazo anatakiwa awe nazo, kuna wakati adhihirishe kwamba mimi ni mfungaji. Unajua kuna vitu sisi tumetakiwa tuseme wazi na vina athari yake, wala sio ria. Angalia Mtume anaambiwa hivi, qul huwa arrahmanu amanna bihi wa alayhi tawakkalna. Tangaza sasa kwamba Allah ni Mungu wa rehema, sisi tunasema hivi tumemwamini na tumtegemea. Yani atangaza imani na tawakkul, ni vitu visemwe huku, kusema kufikie kuingie kwenye usikivu wa watu, ili watu nao wajue la kumbe duniani kuna watu wafanya. Kuna mwingine akiuliza kwa hiyo ina maana huyu kapatia mimi mbona siko hivyo, nakosea. Huyu anakuja kwa hoja dhidi yangu siku ya Kiyama, na yeye afanya. Kwa hiyo funga tofauti na swala ukiswali huonekana, funga huonekana. Utakiwa uwe na class, lakini kuna maeneo useme mimi nimefunga. Kuna faida kwamba huyo unayemwambia huyo kuna mambo ayafanye, kwanza atajitembea, halafu wewe ufanye kwa sababu umefunga, halafu utakuja kuwa hoja dhidi yake siku ya Kiyama. Pia unamtangazia ibada yeye akaifanye. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, mtu akifikia wakati amefunga, ikawa kuna mtu amfanyia fujo hivi, amtafuta kwa shari, aseme inni saim. Hii ni dhambi yenye athari. Mimi nimefunga. Yaani kumbe mtu akifunga yeye atatafuta swala, atatafuta jawabu lake. Mtu akifunga inakuwaje? Halafu anajiepusha kila mlivyomfanyia hamulipiza, halafu asema mimi nimefunga. Na Allah ameruhusu, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi. Nyinyi mkifanyiwa ovu lipizeni kama mlivyofanywa. Ukiwa umefunga sasa usilipize, ndio nakwambia. Sasa yeye ajiuliza, huyu nchofanya hichi mimi nimefunga. Mfungaji ana jambo maalum la kushughulisha, hilo la kufanya asamehe haki zake, asamehe vile vitindi alivyofanywa. Na hili na kusema huko ni kusimamishia kutohoja kuhusu hii funga lahu sha'anu fi swaimi, ina jambo inafanya kwa mfungaji. Kwa hiyo katika nidhamu ikitokezea mambo kama haya, pia mfungaji anatakiwa katika vitu ambavyo awe navyo alfarhu idha hana waqtu al-iftar. Ukifika wakati wa kufutari ajisikie furaha, jenge furaha. Alhamdulillah, wewe mchana wa kutwa yamepita mengi ya kubatilisha somo yako, wallahi mengi mno, wakombe ile somo libatilike. Yamepita mengi na tashwishi nyingi kwenye nafsi zako zimeingia, limeingia hili, waingia nje ndani. Ukitoka nje yumo mke, unakwenda pengine una wake wawili, una vyakula, una vinywaji, huku nje una kero, unaudhiwa, unasumbuliwa, kuna watu wanakuibia, unafanyaje? Halafu yote umevumilia mchana kutwa mpaka unafika wakati sasa, huu ni wakati umeidhinishwa sasa wewe kula. Utakiwa ufurahi sana, tena furaha kubwa. Umewafikishwa wewe kulifanya jambo ambalo umelisimamia kulifanya zaidi ya masaa 12. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, idha aftara, mfungaji pale anaftari, fariha, afrahi. Ni nidhamu imewekwa maalum. Wewe taufiki ya Allah kubwa iliyopata wewe. Kuna watu wanakologea nao nawaona, lakini wewe Allah amekuwafikisha, hunywi, unajizuilia na maneno, unajizuilia na maeneo fulani, unajizuilia kuangalia vitu fulani, mpaka umefikia wakati unaftari. Hebu furahi, fariha bifitri, afurahi kwa kile pia jingine pia afurahi bifitri, kwa kile ambacho yeye amewafikishwa kufutari. Allah amekuwafikisha, unafungua kinywa, kakuruzuku maji, kakuruzuku tende, kakuruzuku maziwa, kakuruzuku kadhaa, fitr ile chakula kile, furahi, alhamdulillah. Allah kakiwepesisha hichi kakitoa anapojua yeye kaniletea mimi hapa saizi, natumia riziki hii aliyoleta Allah subhanahu wa ta'ala, nami nafikisha mimi kumwabudu kwa ibada hizo. Ndugu zangu katika imani, kwa hakika hadha zaman tajidi al-ahd ma'a rabbina subhanahu. Hiki ni kipindi cha kulinyu
ahadi kati yetu na Allah subhanahu wa ta'ala. Fala natawana min kulli khair, tusibweteke kwenye kila zuri sisi kulifanya, na tuzingatie tukiwa katika kipindi hiki. Allah subhanahu wa ta'ala kiujumla anasema sari'u, kimbilieni ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu, kimbilieni, falyatanafas. Hizi aya zimekuja kwamba ni musharaka, haya mambo yafanyeni, shindaneni, kimbilieni, jitahidini. Yani unaona wenzako na wewe unashiriki katika hilo, na wewe unataka fulani, hii ni tamzili, ni fulani, hili sikubali, hili nafanya mimi, hivyo. Hichi ni kipindi cha kunyua hadi kati yetu na Allah, na haya mema ni wakati wake sisi kuyakithirisha. Tuyafanye kwa ikhlasi, kwa kutaraji ujira na kwa kutaraji Allah pende na aturidhie, atuingize peponi na atuepushe moto. Sallallahu ala nabiyina Muhammad.